Okay, so tujadili kidogo kuhusiana na knowledge. Knowledge kwa Kiswahili ni maarifa. Ni dhahiri kwamba wote tunajua umuhimu wa kuwa na knowledge au maarifa katika maisha yetu ya kila siku, na tunasema knowledge is power, na mpaka kuna vitabu vitakatifu vinaongea kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa pamoja na umuhimu wote wa maarifa kwamba unatusaidia kuwa vizuri kwenye maeneo yetu ya utaalamu, kwa mfano kama wewe ni daktari, inakusaidia kuwa competent zaidi ukiwa na maarifa na knowledge ya kutosha. Lakini pia kuwa na knowledge kwenye kitu chochote kile katika eneo lolote lile inakufanya uwe na nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri katika eneo fulani. Lakini katika kutaka kujua knowledge au kuwa na knowledge nyingi, tunaweza tukajikuta tunaingia kwenye mitego ya kuto kujipata sisi wenyewe, yani kuto kugundua vipaji vyetu ni nini hasa kupitia knowledge. Mara nyingi tukiwa watu tunatafuta knowledge, especially kwenye knowledge za maisha ya kawaida, yani ninavyosemea, kwa mfano knowledge kwenye mambo ya biashara, knowledge kwenye vitu mbalimbali katika maisha yetu. Bado tunatakiwa tusijisahau tukapoteza vipaji vyetu kwenye knowledge. Kwa mfano, mtu kiwa na knowledge nyingi sana, unaweza ukajikuta unakuwa mtumwa wa hayo maarifa ulionayo. Yani unaweza ukakuta katika maisha ya kila siku wewe unaishi completely kufuatana na knowledge, na matokeo yake haufuati kipaji chako. Yani ukisoma sana au ukiwa na knowledge nyingi sana katika eneo fulani, it's likely kwamba katika eneo hilo ukashindwa kutambua kipaji chako ni kipi. Tunajua katika mambo ya afya, kwa mfano, knowledge pia ni ya muhimu sana, lakini bado your talent is more important than knowledge. Kipaji chako ni cha muhimu sana. Knowledge inatakiwa itumike kama chachu ya kukufanya wewe uweze kukitumia kipaji chako katika namna iliyo bora zaidi. Lakini knowledge haipo kwa ajili ya kukufanya wewe ushindwe ufifishe ubora wa kipaji chako au ushindwe kupoteze kabisa kipaji chako. So whatsoever, katika mazingira yoyote tulionayo, tujitahidi sana tunapotaka kupata knowledge fulani, tujitahidi katika kutafuta hizo knowledge tuweze kuvinoa vipaji vyetu na kupata kuweza kupata knowledge, vipaji vyetu katika process hiyo ya kutafuta knowledge, badala ya kuingia kwenye mtego wa kuanza kuamini zaidi katika knowledge na kushindwa kutambua vipaji katika hizo knowledge ambazo tunazipata.